Ninamshukuru sana Daktari Emiliana ambaye ni kaimu mkurugenzi hospitali ya Benjamini pale Dodoma na timu yako kwa kutenga muda na kuja kwetu hapa Singida. Sisi tumefarijika sana kuwaona, lakini kubwa tumefarijika pia kuona uwakilishi wa Dr. Robert. Mimi namshukuru sana. Kwanza kwa tour ile ya kwenye magari imenipa moyo mkubwa, yani imenipa matumaini makubwa ya kuwafikia wana Singida, ya kuwafikia Watanzania wakati wowote. Kwa hiyo tumeweza kuona ndugu zetu hawa walivyo na moyo wa kutuunga mkono katika juhudi zetu za kutoa huduma bobezi na za kibingwa kwa ajili ya wananchi. Lakini naomba tukumbushane kwamba serikali yetu kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tumewaahidi Watanzania wote kuhakikisha kwamba huduma zile muhimu zitawafikia popote walipo, ikiwemo huduma hii ya afya. Tunajua bado tuna changamoto, kuna maeneo mengine bado hatujaweka miundombinu ya kutoa huduma, lakini bado kwingine kuna miundombinu, bado vifaa hatujakamilisha, na kule ambapo tumekamilisha vifaa, wakati mwingine tuna upungufu wa watendaji. Kwa hiyo wakati tunayafanya haya, serikali yetu ilivyo makini, tunakuwa na hizi huduma tembezi ili kuweza kuziba yale magepo ambayo tunaendelea kuyaimarisha siku hadi siku. Lakini sio tu huduma tembezi za kibingwa na ubingwa bobezi. Kwa hiyo mjione nyinyi leo mna bahati sana. Ni rahisi kupanda gari kufika hapa Iramba kuliko kwenda Dodoma. Kwa hiyo mjitokeze kwa wingi ili madaktari wetu hawa wafanye kazi iliyokusudiwa, na wanapotoka hapa waseme kweli waliwafikia wana Singida kupitia wilaya yetu ya Iramba. Kwamba sio maana tu imekuja Iramba basi wengine wasipate huduma. Kama wana changamoto huko, walioko maodini mwalete ambulance, tunazo za kutosha. Walioko majumbani tuwahamasishe kama hivi ninavyosema, waweze kufika hapa, waweze kupata huduma hizi. Tutakuwa tumewapunguzia mzigo wa kusafiri wao na ndugu zao kwenda kukaa Dodoma kwa gharama kubwa au kwingineko, wakati huduma imeshaletwa hapa. Niwashukuru wenzetu wanaoshughulika na swala zima la uratibu wa bima ya afya kwa wote. Kwa lile kundi ambalo limeshatajwa na serikali liko chini ya TASAF, lazima tujitoe Wanairamba, tujiandikishe, tupate kadi zetu ambapo unatibiwa bila wasiwasi. Serikali imekulipia, una kadi yako, unapata huduma za kawaida mpaka zile za kibingwa. Zaidi ya wafaidika 18,000 wameshasajiliwa na kazi inaendelea katika mkoa mzima. Hii si kazi ndogo, ni dhamira ya kweli ya Mheshimiwa Rais wetu aliyosema atawafikia Watanzania kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote. Dr. Rembe alikuwa na wimbo wake mzuri sana, nilikuwa naupenda. Alikuwa anaimba tembea ujione. Huwezi kufananisha Morogoro na Dar es Salaam. Huwezi kufananisha Dodoma na Singida. Leo tumejionea magari yanabeba watumishi, wanalala humo humo, wanapika humo humo, wanatibu humo humo, wanafanya operation humo humo. Jamani, haya ni mageuzi makubwa ya sekta ya afya. Kwa hiyo na nyinyi hapa msiishie tu kutibiwa. Muwaombe wa waratibu mkachungulie kule kwenye magari kuna nini. Mimi mwenzenu nimejionea mambo makubwa kiasi kwamba hata kama nina tatizo lolote, tumaini la kupona nikimtanguliza Mwenyezi Mungu ni kubwa, kwa sababu ndugu zetu hawa wamekamilika katika idara zote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa namna ya pekee kabisa ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kambi hii mahiri kabisa na yenye kuendeleza kazi na utu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Iramba, hususan hospitali ya wilaya ya Kiomboi. Kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa, lakini pia kama mganga mkuu wa mkoa, ninayo furaha kubwa sana kuona mabingwa hawa wako hapa katika hospitali hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa na madaktari bingwa hawa ambao wameendelea kuzunguka katika mikoa yetu, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kuwa na hili wazo na kuwaleta wataalamu kutoka Benjamin Mkapa. Lakini pia niwashukuru pia mabingwa wetu hospitali ya rufaa ya mkoa ambao wameweza kushirikiana na mabingwa wenzao kutoka hospitali ya Benjamin ili kuhakikisha kila huduma ambayo inahitajika basi inaweza kupatikana. Mheshimiwa, ukubwa wa wilaya hii una reflect katika mambo mengi. Ya kwanza ni hili kwamba hospitali ya kwanza kabisa katika ukanda huu ambao ilikuwa inatoa huduma ilikuwa ni hii hapa tangu wakati wa ukoloni. Wilaya hii imeundwa mwaka 1954 na mkuu wa wilaya ya kwanza kabisa hapa alikuja mwaka 1958, ndugu Dastan Omari.
Wilaya hii ni wilaya ya kilimo na wafugaji. Sasa kwa bahati mbaya sana, hii kazi ya kujaza ulimwengu ikifanyika kwa ubora kiasi hiki inaleta challenges nyingi sana kwenye huduma za kuwahudumia hawa wananchi ambao ni watoto ambao ndio wengi. Kutokana na ufinyu wa huduma katika miaka hiyo, tulikuwa na vifo vingi sana hapa vya kina mama wajawazito, vifo vingi sana vya watoto chini ya miaka 5, lakini vifo vingi sana vya watoto wachanga. Tumeongeza vituo vya kutoa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwekezaji huo kwenye miundombinu umeenda sambamba pia na kuongeza idadi ya watumishi katika idara hii ya afya, na kutokana na uhitaji huo ndipo ambapo unakuja umuhimu wa kufanya makambi ili angalau kuwapunguzia watumishi wetu na madaktari wetu ukubwa wa kazi ambazo wanatakiwa kukabiliana nazo. Tumekuja hapa na timu ya madaktari bingwa 7 pamoja na tukiambatana na madaktari bingwa 3 kutoka mkoa wa Singida, na timu nzima ina watu 15. Hospitali Benjamin Mkapa inahudumia takriban watu milioni 14 ndani ya mkoa wa Dodoma na mikoa inayozunguka ikiwemo mkoa wa Singida. Benjamin Mkapa imekuwa na huduma za kibingwa 20 sasa na huduma bingwa bobezi 18. Wiki hii tutakuwa hapa mgeni rasmi kwa muda wa siku 5. Tumesogeza huduma hizi kama ilivyo dhima ya serikali, kusogeza huduma za kibingwa na kibingwa bobezi kwa wananchi wasipate tabu ya kwenda kuzifuata huko ziliko na kwa gharama nafuu. Tunashukuru kwa ajili ya mkoa kukubali na kutualika kuleta madaktari bingwa bobezi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Halmashauri yetu ina jumla ya vituo 60 vya kutolea huduma za afya, ikiwemo hospitali moja ya wilaya, vituo vya afya 11, zahanati ziko 48, ikiwemo zahanati 35 ni za serikali, zahanati 6 za mashirika ya dini na zahanati 3 ni za mashirika pamoja na taasisi, ikiwemo taasisi ya magereza, na zahanati 4 ni za watu binafsi. Hivyo inafanya jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya kuwa 60 katika halmashauri yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hali ya upatikanaji wa dawa katika mkoa wetu, katika dawa 30 za muhimu, upatikanaji wa dawa ni 95.6 na upatikanaji wa dawa zingine ni 94, tukiwa tumefika lengo elekezwa la serikali. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huduma hizi kuwepo hapa ina faida kuu mbili. Moja, wananchi wameweza kupata huduma hizi za kibingwa katika maeneo ya karibu, lakini faida ya pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wataalamu wetu katika eneo letu wameweza kunufaika na kujengewa uwezo. Tangu kambi hizi zianze zimekuwa na mafanikio makubwa sana. Hivyo tunaishukuru serikali na tunaomba iendelee kuratibu na kuwezesha kambi hizi kufanyika. Hizi jitihada zote mnazoziona, ndugu wananchi, ni jitihada ambazo viongozi wenu ambao wapo wanaihudumia serikali kwa ajili yenu wanazifanya. Sisi tunatumika tu, lakini leo faida mnaziona. Madaktari bingwa hawa wametoka hospitali kubwa kabisa ndani ya nchi hii, wamekuja Iramba hapa kwa watu sisi, wanakuja kutuhudumia kwa nauli ya hasira ya kutembea kutoka nyumbani, kwa nauli ya pikipiki, kwa nauli ya daladala, unahudumiwa, unarudi nyumbani kwenda kupata huduma za kila siku. Mheshimiwa, mimi nikuombe, wananchi wa Iramba wamekuhakikishia kwamba wanaipenda serikali yao. Sasa hivi ile staili yako ya kutufinya kimya kimya ndani kama mama, alafu unatuacha tukaendelea kufanya kazi, tunakushukuru sana. Jamani, mimi niwaambieni, mkuu wa mkoa mnaye, msimuone hivyo leo anacheka. Huko ndani sisi cha moto tunakiona. Anakukamata kama mama, si mnajua kina mama wanavyofinya. Anakufinya shavu, ukitoka akili imekukaa, utaenda kufanya kazi. Tunaomba uendelee kutuongoza, uwahudumie wananchi wa Iramba.